Hai rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya Afya Rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kukupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hai rafiki, mambo vipi? Karibu kwenye episode ya leo ya Dr. Rafiki Podcast ukiwa na mimi rafiki yako Dr. Juliet Seba, na hapa tunajadili mambo mbalimbali ya afya. Kwa hiyo kuanzia mambo ya afya ya uzazi, afya ya watoto, ya wanawake, ya wanaume, afya ya akili, everything health. Tunajadili mambo ya afya na lengo ni kuhakikisha kwamba wewe rafiki yangu una taarifa ya kutosha kukuwezesha kufanya maamuzi sahihi ya afya. Ukifanya maamuzi sahihi, utaishi maisha bora ya afya. Sawa. Sasa katika wiki zilizopita au siku zilizopita, kitaifa na ulimwenguni kumekuwa na mijadala mingi kuhusu ugonjwa wa TB au tunasema ugonjwa wa kifua kikuu. Na kwa sababu hiyo wiki hii nikasema okay, ngoja niongee na rafiki yangu tujibu maswali kadhaa ya kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu. Na sio tu kifua kikuu, rafiki yangu, kuna kitu kinaitwa ugonjwa wa kifua kikuu sugu au kwa Kiingereza wanaita drug resistant TB. Ni ugonjwa wa kifua kikuu ambao haujakubali dawa. Kwa hiyo leo nitakuwa na maswali 10 ambayo nitakuwa nayajibu kutoka kwako rafiki yangu. Inawezekana si wewe umeniuliza, ila kuna rafiki yangu mwingine, rafiki yetu ambaye ameuliza na nikaona nijibu. Kwamba siku ukisikia mtu anaongea ugonjwa wa kifua kikuu sugu au ugonjwa wa kifua kikuu wenye usugu wa dawa, utaelewa nini na uko tofauti gani na ile kifua kikuu cha kawaida. Basi karibu tuende kazi. Swali la kwanza, TB sio tibika au hii TB sugu ina tofauti gani na ile TB ya kawaida? Sasa hii TB sugu ni aina ya TB ambayo haitibiki kwa zile dawa za kawaida za TB. Kwa kawaida dawa za TB mgonjwa akishagundulika kwa Tanzania, dawa huwa ni wanasema combination therapy. Kwa hiyo ni dawa ambazo ni zaidi ya dawa moja, lakini mtu atapewa kwa pamoja na atapewa kwa muda wa miezi 6, na baada ya hapo atafanyiwa vipimo. Sasa iwapo mtu atafanyiwa vipimo lakini akaonekana kwamba either bado hajapona au kwamba dalili zile za ugonjwa wa TB bado hazijatibika au hazijaisha, then tunaweza kusema huyu mtu anaweza kuwa na TB sugu au drug resistant TB. Kuna vipimo ambavyo vitafanyika. Sasa swali la pili tunaweza tukajiuliza, tumesema mtu anaweza kawa na zile dalili hazijapona wakati ameshatumia ile dawa kwa miezi 6. Hizi dalili zinaweza zikawa ni nini? Dalili hizi za drug resistant TB au TB sugu ziko sawa sawa na ile TB ya kawaida. Kwa hiyo ni kikohozi kisichoisha, mtu anaweza kapungua uzito sana au kwa ghafla, homa na kutokwa na jasho jingi usiku. Lakini pia huu ugonjwa unakuwa haupungui, yani dalili zinakuwa vile vile. Miezi 6 mtu ametumia dawa lakini hakuna mabadiliko. Au mabadiliko yametokea kidogo alafu ikarudi vile vile, dalili ni kali, hakuna chochote. Hapo tunasema huyu mtu kuna uwezekano akawa na drug resistant TB au hii TB sugu isiyotibika na dawa za kawaida. Sasa hapo rafiki yangu, swali la 3 unaweza kaniuliza, huyu mtu anawezaje kupata hii TB sio TB kama ile TB ya kawaida tunaijua? Labda kwenye msongamano ya watu mtu anaweza akapata, au kwenye kuishi nyumba moja na mtu ambaye ana ugonjwa wa TB kwa sababu ya ile hewa ambayo wanavuta pamoja anaweza akapata. Lakini sasa hii sio TB hii, mtu anaipataje hii TB sugu? Sasa jibu lake ni kwamba mtu anaweza kupata hii TB kama akiacha kutumia zile dawa zake kama inavyopaswa, hiyo ni moja, au kuambukizwa na moja kwa moja kutoka kwa mtu mwingine mwenye hii aina ya TB sugu au hii drug resistant TB. Kwa hiyo inawezekana wewe umeshawahi kwenda hospitalini ukaambiwa kwamba ukafanya vipimo na ukaambiwa una ugonjwa wa TB ukaanza dawa.
Sasa yale matumizi yako ya dawa, mfano kuna muda maalum wa kumeza dawa za TB na ratiba ambayo mtu anapaswa kufuata, na dawa za TB huwa zinatolewa directly kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo tunasema ni direct observation therapy, kwamba anaenda kituoni, anameza dawa yake siku hiyo, anarudi nyumbani. Kesho yake tena anaenda anameza pale pale mbele ya mtu wa huduma wa afya. Sasa kama mtu hafuati yale maelekezo, hafuati ratiba, huyu mtu anaweza akapata usugu wa dawa, yani ile dawa anazopewa zisifanye kazi. Na nikwambie tu kwa hapa Tanzania, prevalence au tunasema hii ukubwa wa tatizo la multi drug resistance TB au TB ambayo ina usugu wa dawa ni kama 1.2. Lakini inaonekana kwamba watu wengi wanaopata hili tatizo la usugu wa dawa za TB ni wale ambao walikuwa kwenye matibabu ya ugonjwa wa TB ya kawaida kabla. Kwa maana kwamba hawakuwa wanafuata ratiba na utaratibu waliopewa katika kutumia zile dawa. Hao ndo wanaonekana wengi kuliko wale ambao ni fresh kabisa, ni TB case mpya kabisa. Wale ambao walikuwa na ugonjwa wa TB lakini hawakufuata utaratibu waliopewa wa kutumia zile dawa za TB. Ina maana yani riski kubwa ya kupata hii drug resistant TB au TB yenye usugu wa dawa ni mtu kutokufuata matibabu. Either hafuati ratiba au hamalizi ile miezi 6, anapotea hapo katikati. Lakini pia saa nyingine inawezekana ni kwa sababu ya ukosefu wa uelewa, hajui umuhimu wa ile dawa. Kwa hiyo akishaanza kuona dalili zimeanza kupungua, anapotea zake. Lakini sababu nyingine inawezekana pia ni changamoto za upatikanaji wa huduma, kwamba labda inabidi aende kufuata dawa ya TB kila siku hospitalini, lakini labda anaishi mbali, kwa sababu hiyo ana changamoto ya kifedha, changamoto ya nauli au usafiri na changamoto nyingine kama hizo. Na matibabu ya TB, dawa kama dawa zinatolewa bure. Lakini vile vipimo mtu anaweza kama anapata changamoto kwenye yani zile huduma za kabla hajajulikana sasa hii ni TB, aanze kupewa dawa. Kwa hiyo hizi zote zinaweza zikapelekea mtu asifuate matibabu. Na hasara ya kutokufuata matibabu mojawapo ndo hii, kwamba inaweza kupelekea mtu kupata usugu wa dawa za TB, akapata hii TB sugu ambayo haitibiki na dawa za kawaida, ambayo yenyewe inachukua muda mrefu zaidi kuitreat. Tunasema ni miezi 9 mpaka hata zaidi ya mwaka inaweza kuchukua mpaka kuja kupona kabisa, na ni ghali zaidi, vipimo vyake ni ghali zaidi, matibabu yake ni ghali zaidi. Kwa mgonjwa ambao umeshajulikana una TB ya kawaida, ushauri wangu kwako na kwa jamii inayokuzunguka ni kuhakikisha kwamba jitahidi kufuata maelekezo, jitahidi kuwasiliana na mtu wa huduma wako wa afya kama una changamoto mbalimbali, lakini fuata maelekezo na utaratibu, umalize dawa zako kwa miezi 6 na urudi kupima tena. Okay, so tuendelee na maswali. Hii TB sugu inajulikanaje au inagundulikaje? Maana sasa hivi mtu anaweza kuwa mpata wasiwasi, usikute mimi hapa nilipo na TB sugu. Inagundulika kwa vipimo maalum, sawa? Kwa hiyo kama mfano ugonjwa wa TB huwa tunapima kwenye makohozi, na hii TB sugu mtu atafanyiwa kile kipimo, lakini atafanyiwa na vipimo vingine vya maabara. Kuna kipimo maalum kinaitwa GeneXpert ambacho kinafanyika pamoja na vipimo vingine vinavyoambatana vya maabara, vitaweza kujua kama hii ni TB sugu au ni TB ya kawaida, na utapewa maelekezo stahiki ya matibabu yake. Kwa hiyo vipimo vinapatikana kwenye hospitali na kwenye vituo vya afya vinavyotoa huduma za TB. Unaweza kujiuliza, je, hichi kituo cha karibu yangu kinatoa huduma? Nenda pale, uliza, utaambiwa. Kama pale kwenye kituo cha afya cha karibu yako hawatoi, watakwambia ni hospitali gani iliyoko karibu na eneo lako unaweza ukapata huduma za ugonjwa wa TB. Sawa. Swali linalofuata ambalo kwangu mimi rafiki yangu ni kama swali la
7 hivi. I hope na kwako ni swali la 7. Lakini tuendelee sasa. Tunaweza kujiuliza haya matibabu ya ugonjwa wa TB hii sugu ni yapi na yanachukua muda gani? Kwa hiyo kwa kawaida kabisa ile TB ya kawaida yenyewe tunategemea miezi 6. Ukipima ikagundulika bado kuna shida, utapewa maelekezo zaidi. Lakini hii TB sugu inaweza kuchukua miezi 9 na wakati mwingine ikazidi hata mwaka na zaidi, hata miezi 24, na dawa zake ni kali zaidi. Na kwa sababu hiyo hata side effects au tunasema ile madhara madogo madogo ya kwake ni makali zaidi. Kwa sababu hiyo kadri unavyoweza avoid hichi kitu. Yani kadri unavyoweza kimbia hichi kitu. Yani kama umegundulika una ugonjwa wa TB, umepata zile dalili, umegundulika umeenda hospitali na ugonjwa wa TB, fuata maelekezo ya dawa zako miezi 6 upone. Ikitokea bahati mbaya haujaweza kupona, wakapima wakasema umepata hii drug resistance TB au TB yenye usugu, basi itakubidi kuendelea na matibabu kwa miezi kadhaa inayofuata kadri ambavyo mtu wa huduma wa afya atakupima na kukupa ushauri. Sawa. Swali la 8 ni kwamba je, hii TB inatibika na ya usugu wa dawa, na kwa nini mara nyingi au baadhi ya wagonjwa wa TB wanakata tamaa na kuacha kutumia dawa? Jibu ni kwamba hii TB ya usugu wa dawa ndiyo inatibika, lakini inahitaji umakini na kufuata matibabu kikamilifu. Unapokatisha kufanya matibabu ya ugonjwa wa TB, ndivyo unajiweka katika hatari ya kupata usugu wa dawa ambao ni ngumu kutibika. Sawa? Na wagonjwa wengi wa TB, sio wengi au useme baadhi ya wagonjwa wa TB huwa wanakata tamaa kwa sababu inawezekana ni kuhisi nafuu mapema. Kwa hiyo mtu akishahisi nafuu anaona mimi siendi kutumia hizi dawa kwa sababu ya yale masharti au maelekezo fulani aliyopewa. Kitu kingine inawezekana kuwa ni yale maudhi madogo madogo yanayotokana na dawa, labda kichefuchefu, kujisikia umechoka sana, ambayo mtu anapata. Kitu kingine inawezekana ni muda mrefu wa matibabu au unyanyapaa. Kwa hiyo mtu anaona mimi nimeze dawa miezi 6, siwezi, anaachia njiani bila kujua kwamba hiyo inaweza ikampelekea kule kwenye usugu, na ndo akahitaji muda mrefu zaidi wa matibabu na gharama kubwa. Sawa, kwa hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kufanya watu wakaacha kutumia dawa za TB. Na nyingine pia kuongezea ni zile changamoto za kiuchumi, vitu kama nauli, kwenda kwenye kufikia kituo cha afya mara kwa mara ili kuweza kupata zile dawa zake. Sawa. Na tunawezaje kuzuia ugonjwa wa TB usiotibika Tanzania? Hilo ni kiwa swali letu la 9. Kwa hiyo mojawapo ya njia ni kuhakikisha kwamba wagonjwa wanamaliza dozi zao. Na hili sio swala la mgonjwa peke yake. Kumbuka kwamba huyu mgonjwa wa TB anaishi kwenye familia, anaishi kwenye jamii inayomzunguka. Kwa hiyo ni kuatia moyo, ni kumtia moyo huyu mgonjwa kwenda kufuata dawa zake kila siku, kumeza, kuangalia chakula anachokula, mazingira anayoishi, vile vitu vyote ambavyo vinahusu matibabu yake kuweza kuvifuata. Kitu cha pili tunachoweza kufanya sisi kama Tanzania ni kuongeza uelewa katika jamii. Uelewa kwanza juu ya ugonjwa wa TB wenyewe, visababishi vyake, njia ya kujiepusha, lakini pia uelewa kuhusu matibabu na umuhimu wa matibabu wa ugonjwa wa TB, ili kwamba kila mmoja aweze kushiriki kwenye nafasi yake kulindana sisi kwa sisi. Kitu cha tatu tunachoweza kufanya kama Tanzania ni kuimarisha huduma za afya. Kwa hiyo kuanzia kwa watu wa huduma wa afya kuelewa ugonjwa, kufanya counseling kwa mgonjwa, kwa sababu wakati wengine wagonjwa kama anachohitaji ni ile upendo, ni counseling, ni elimu kwa yeye, kwa jamii inayomzunguka, aweze kujua umuhimu wa kumeza zile dawa hadi kumaliza, lakini pia kumfuatilia. Na uzuri ni kwamba vituo vingi ambavyo vinatoa hii direct
observation therapy dot kwa ajili ya wagonjwa wa TB wanapoenda kuchukua dawa zao wanawafuatilia. Na naomba nikwambie ni kwamba hata tafiti mbalimbali zinafanyika jinsi gani ya kuwakumbusha hawa watu, jinsi ya kuwafuatilia kuhakikisha watu wanatumia dawa zao. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kama nchi tunajitahidi na tuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Kitu kingine ambacho tunaweza kufanya cha 4 na cha mwisho ambacho naweza kuongelea kwa siku ya leo ni kuhimiza watu kupima ugonjwa wa TB. Hasa kama mtu akiona na hizo dalili, au pia watu ambao wanafanya kazi kwenye maeneo ambayo yanawafanya wawe na hatari ya kupata TB. Watu wanaofanya kazi zinazoinvolve vumbi la kila siku, watu wako migodini, kuhakikisha kwamba wanapima kila baada ya muda fulani. Swali la 10 na la mwisho kwa siku ya leo rafiki yangu. Asante sana kwa kukaa na mimi hadi sasa hivi. Je, wagonjwa wa TB sugu wanapata msaada gani Tanzania? Kwanza niseme kwamba serikali na mashirika mbalimbali yanatoa matibabu bure. Kama nilivyosema kwamba hizi dawa zinatolewa bure. Kwa hiyo yani gharama ya mgonjwa inakuwa labda tu ni ile kwamba nauli zake, lakini na vipimo, lakini matibabu yanatolewa bure. Lakini pia kuna vikundi mbalimbali vya misaada ndani ya nchi na nje ambavyo pia vinatoa misaada kwa wagonjwa, hata kwa habari ya lishe. Lakini pia kuna tafiti nyingi sana ambazo zinaendelea ndani ya nchi kuweza kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma inavyopasa na kuwalinda dhidi ya hii TB sugu. Basi kufikia hapo rafiki yangu, nakushukuru sana kwa kukaa na mimi na kusikiliza podcast ya leo kuhusu ugonjwa wa TB sugu. Nikukumbushe dalili za ugonjwa wa TB. Inawezekana ni kikohozi kisichoisha, kupungua uzito, homa na kutoka jasho jingi usiku. Hizi ni baadhi tu. Ukiona una hizi, usisite kwenda kwenye kituo cha afya. Umeona unatumia dawa za kikohozi, umetumia antibiotic, hamna kitu, au hata ni mtoto hamna kitu, nenda kapime TB. Kwa sababu unapogundulika mapema, unaweza kupata matibabu mapema vizuri. Na kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Kumbuka podcast hii itaendelea kuwepo kwenye social media platform zetu. Ukiingia YouTube, ukasearch Dr. Rafiki Africa, au ukiingia Spotify, Boomplay, Apple Podcast na YouTube, kote ukisearch Dr. Rafiki Africa utapata hii episode nzima, utaweza kusikiliza. Tunaomba subscribe, like, share, mtumie mtu mwingine pia aweze kujifunza. Karibu sana, na kama una ujumbe usikose au usisite kututumia kwa kupitia Facebook, Instagram, Twitter, kote tupo. Ingia DM, tutumie ujumbe au comment pale, tutapata ujumbe wako na kufanyia kazi. Hata kama ni swali jingine, tutakuwa tayari na tutapenda kujibu. Karibu sana na nikutakia wiki njema. Bye rafiki.